Hello everyone, I'm so humbled and honored to have this great moment to be here today with you. And I'd like to welcome you to today's class, and we're going to learn about synthesis analysis. Synthesis analysis. So get ready for this topic, and I hope that it will be so helpful to you. And you're going to speak like nobody's business. You're going to sound like a native speaker. So you're most welcome. Leo tunakwenda kujifunza kuhusu habari ya synthesis analysis. Ni muhimu sana kwenye lugha ya Kiingereza kuweza kujua kuhusu habari ya synthesis analysis. Synthesis analysis maana yake ni uchambuzi wa sentensi. Uchambuzi wa sentensi. Nilisema jambo moja, kwenye eneo la grammar ni mizani ambayo inapima kipi cha kweli na kipi sio cha kweli. Kwa kila lugha ina uchambuzi wake wa sentensi, kuweza kujua sentensi iko sawa ama haiko sawa. Somo hili la sentence analysis litakusaidia kwa kiasi kikubwa. Cha kwanza kabisa, sentence analysis ni inasema the study of elements which form English sentences. Anasema kwamba ni elimu kuhusu habari ya vipengele vinavyounda sentensi ya Kiingereza. The study of the elements which form English sentences. Au is a method of breaking down sentences to understand the grammatical structure. Anasema ni njia ya kuweza kuvunjavunja sentensi za Kiingereza ili kuweza kuelewa muundo wa kisarufi. Ni njia ya kuvunjavunja sentensi za Kiingereza ili kuweza kujua muundo wa kisarufi. Lakini anasema there are 5 elements which form English sentences. Anasema kuna vipengele vitano katika lugha ya Kiingereza ambao inaweza kuunda sentensi ya Kiingereza. Na kipengele cha kwanza kabisa inaitwa subject. Lakini kabla tuone subject, vipengele hivi vitano pia vinaitwa SVOCA. Neno la kitaalamu linaitwa SVOCA. SVOCA. Kwa hiyo S maana yake ni subject ambaye ni mtenda, lakini V maana yake ni verb ambaye ni kitenzi, lakini O object maana yake ni mtendewa katika sentensi, lakini C ni complement, lakini A ni adverb ama adverbial. Kwa tutakwenda kuchambua moja baada ya nyingine. Kwanza tuone subject. Subject huyu ni mtenda katika sentensi na mara nyingi huwa anakaga mwanzoni mwa sentensi. Anasema subject identifies who or what is performing the action. Huyu anatambulisha kwamba ni nani ama ni kitu gani ambacho kinatenda kitendo. Usually mara nyingi inakuwa ni nouns ama pronouns. Inakuwaje? Nouns ni majina, kwa mfano John, Asha, Juma, hayo ni majina. Lakini tunaposema pronouns, hivyo ni viwakilishi, kwa mfano neno I, you, we, they, he, she, it. Kwa mara nyingi inakaga mwanzoni mwa sentensi. Kwa mara nyingi unakuta ni jina ama unakuta ni kiwakilishi, pronouns. Kwa mfano akasema the students fell asleep. Wanafunzi walilala. Wanafunzi walilala. Fell asleep maana yake ni kulala. Sana sana ni kusinzia darasani ama kulala darasani. Neno lingine sema I bit my tongue. Maana yake niling'ata ulimi wangu. I bit my tongue. So the word I, hiyo sasa ndio subject inatenda. Lakini the students fell asleep, the students maana yake ndio subject ambao wao wameweza kutenda kitendo katika sentensi. Lakini jambo la pili ni verb. Verb ni kitenzi ama kitendo. Anasema describes the action, process or state that the subject performs. Hii mara nyingi inaeleza kuhusu habari ya subject, mtenda ametenda kitu gani katika sentensi. Kwa hiyo anaturahisishia kitu kimoja, kwamba tunapomtaja mtenda katika sentensi, huyu verb anatueleza kwamba huyu mtenda anatenda kitendo gani. Kwa mfano anasema he gnawed the table. Kunaw maana yake ni kushikilia kitu kwa nguvu kama kung'ang'ania. Kwa hiyo alishikilia kwa nguvu meza. Hii neno gnawed, hii ndio verb inaeleza kwamba huyu he ametenda kitu gani. Kwa mfano you are late. Neno late pia ni verb inaonyesha kwamba huyu you ambaye ni wewe amechelewa. I may have to go. Napaswa kuondoka. Neno have to go inaonyesha kitendo kwamba ninapaswa kuondoka. Kwa katika sentensi hicho ni kitu cha muhimu sana cha kuweza kujua. Jambo la kwanza nimesema ni subject ambaye anatenda. Jambo la pili ni verb ambayo huyu anaonyesha ni kitendo gani ambayo kimetendeka katika sentensi, hasa kwa mtenda ambaye ni subject. Watatu sasa anakuwa ni object. Object anasema identifies who
or what is affected by the actions. Anasema huyu inamuonyesha ama inamwakilisha ama inamtambulisha ni nani ama ni kitu gani ambacho kimetendewa kitendo katika Kiingereza. Huyu anakuwa ni object. Kwa subject anatenda, lakini object huyu anakuwa anatendewa. Anasema usually nouns, mara nyingi inakuwa ni nouns majina, ama pronouns ama nouns phrases. Sasa huyu mara nyingi anakaga katikati ya sentensi ama mwishoni mwa sentensi. Kwa mfano ukikuta neno me, him, her, them, hizo ni pronouns viwakilishi, anakaa mwishoni mwa sentensi. Ama ni majina nouns kama Juma, kama hali, kama ana, anakaga mwishoni mwa sentensi ama anakaa katikati ya sentensi. Kwa mfano he kicked the TV, huyu amepiga teke TV. Neno the TV manake ndio object, katendewa kwa sababu ndio kapiga teke. Lakini she gave me the gun, amenipa bunduki. Neno me kwa sababu ndo nimepewa bunduki, manake mimi ndo nimetendewa. Lakini neno lingine they beseech me, they beseech me. Neno beseech manake ni kuhasa ama kusi. Kwa hiyo me manake mimi ndo nimetendewa kile kitendo kwa sababu amenisi mimi. Kwa subject anakuwa ni mtenda, lakini verb anakuwa anaonyesha kitendo, lakini object huyu sasa anakuwa ndo mtendewa ambaye anakuwa na receive action. Lakini neno lingine la muhimu sana ni compliment. Compliment namba 4 ni sifa. Anasema gives information about the subject or object. Mara nyingi huyu anatoa taarifa kuhusu mtenda ama mtendewa. Kila mtu anakuwa na sifa yake. Kila mtu anakuwa na sifa yake. Kwa mfano, nikisema mtu ni mweusi, mtu ni mrefu, mtu ni mfupi, hizo ni sifa ambazo mtu anakuwa nazo. Anasema mostly inakuwa ni nouns, nouns phrase, adjectives ama adjective phrases. Huyu anakuwa mara nyingi ni adjective ama anakuwa ni majina ambaye anakuwa anaonyesha katika sentensi, anatoa taarifa kuhusu subject ama anatoa taarifa kuhusu object, mtenda ama mtendewa. Kwa mfano, ukiangalia kwenye sentensi hapa inasema I'm joyous. Neno joyous ni yenye furaha, kwamba huyu mtu amepewa taarifa kwa ana furaha, he is joyous. Lakini neno lingine ama sentensi nyingine, his hair is very long, kwamba nywele zake ni ndefu. Very long ni compliment, ni sifa, inamsifia huyo mtu kwamba ana sifa ya kuwa na nywele ndefu. Lakini nyingine, he is very wise, kwamba ana hekima, ana hekima. Kwa hiyo neno very wise inaonyesha kwamba ni compliment, sifa yake ni mwenye hekima. Ya tano na ya mwisho ni adverb ama adverbial. Adverbial naomba usikize kwa makini ama adverb. Anasema gives information about how. Namba 1 kivipi, namba 2 when, namba 3 where. Kwa hiyo anatuonyesha kivipi tukio limetendeka, wapi limetendeka, lakini zaidi wapi, lakini ni lini pia limetendeka. Kwa anasema gives information about how, when and where the action or verbs takes place. Mostly inakuwa ni adverb vielezi ama professional phrases ama some nouns ama adverb phrases. Kwa mfano, they snored loudly. Hii neno loudly maana yake alikuwa na koroma kwa sauti. Neno snore ni kukoroma. Asema they snored loudly, alikuwa na koroma kwa sauti ama walikoroma kwa sauti. Lingine, she spoke very sharply. Neno sharply maana yake ni kwa ukali. Sharply ni kwa ukali. Kwa hiyo inaonyesha katika sentensi ni namna gani ambavyo alikuwa anazungumza. Lakini neno lingine, I'm going to heaven, where inaonyesha place ambayo unaenda. I'm going to heaven. Na neno lingine, I swam this morning, kwamba niliogelea asubuhi ya leo. Kwa hiyo katika zote tano, wa kwanza ni subject ambaye anatenda, wa pili ni verb ambaye anaonyesha kitendo ambacho subject anatenda, lakini wa tatu ni object ambaye anakuwa ni mtendewa katika sentensi. Lakini wa nne ni complement, anaonyesha sifa ya subject, lakini pia anaonyesha sifa ya object ambaye ni mtenda na mtendewa. Lakini ya nne ni adverbial, ambao huyu anaeleza namna gani ambapo tukio limetokea. Cha kwanza anaeleza kivipi limetokea, cha pili anaonyesha kwamba ni lini, lakini cha tatu anaonyesha kwamba ni wapi tukio limeweza kutokea. Ukiweza kujua hii, grama yako itakuwa ni nzuri sana, na zaidi ya yote utaweza kuchambua sentensi na itakusaidia katika eneo la speaking namba 1,
lakini eneo la writing utaweza kuchambua sentensi na kujua kipi ni muhimu na kipi kimekosewa ama kipi hakiko sahihi ama kipi kiko sahihi katika sentensi. Kwa hiyo ni vyema sana uweze kujifunza hili, itakusaidia. Kama utakuwa na swali lolote, tafadhali usiache kuniuliza. Thank you. May God bless you. Thank you.